Ndugu mtazamaji wa Juice Media, tupo location maeneo fulani hivi kidogo, tuko na Mr. Gatuso lakini pa mwingine ambaye anaye. Kwa hiyo nataka kidogo tuzungumze nao ili tuweze kumfahamu, lakini pia tujue location wanafanya nini kwa siku ya leo. Kwa vipi bwana Gatuso, vipi unaendeleaje kwa sasa? Mimi niko poa na mshukuru Mungu kabisa, niko sawa. Uko sawa? Naona hapa kidogo mpo location. Ndiyo. Labda tupo mwisho wa mwaka, kwa watazamaji au wafuatiliaji wa movie zako unaweza kuambia kitu gani, nini ambacho kinaendelea kwa sasa? Nitake kushukuru kwanza watazamaji kwa maombi ambao waliniombea, kwa sababu nilikuwa ngonjwa, nishakuwa nzima, nikasema hapana, siwezi kosa kufunga mwaka. Ndio hivi nikaja na kitu kipya na jambo jipya. Okay. Kwa hiyo nimekuja hapa kupiga funga mwaka ambayo inaitwa jina ya Sasampa. Na ndugu yangu ambayo ni kifaa kipya ambaye nitakuja kumtangaza hapo mbele kwa jamii yetu. Anaitwa jina yake Wakwetu. Kwa hiyo mkimuona mtamfananisha na miongoni ya watu ambayo nishaga shiriki nao, lakini sio wao. Okay. Ndiyo. Kwa maana hiyo ni kwamba leo upo hapa kwa ajili ya kufanya kazi ya funga mwaka? Ndiyo, niko hapa kufanya kazi yangu ya funga mwaka. Mimi nafunga mwaka, pia nakuja kutangazia watazamaji wangu silaha mpya ya kufungua nayo mwaka mwingine. Vipi mpaka ufikia hatua kufanya funga mwaka, unaweza ukasemaje kuhusiana na mapokezi ya Ilongwe, na tayari umeshafika kwenye final? Kwa ujumla Ilongwe inasemaje? Nilishukuru watazamaji ambao walitazami Ilongwe. Ilongwe ni movie ambayo ilikuwa inaelewesha jamii kuwa kwamba kusiwe na hali za kuowesha watoto juu ya kutageti familia. Ndiyo. Unatoa mtoto wako nyumbani, unamwambia wendo olewe kwa fulani, siku ukija uuzishe mpaka plot. Kama vile kutegeshea fulani. Kama kutegeshea ndi. Okay. Hivyo vitu vilikuwa vishakuwa sana mkabila zetu sisi, hususani sisi Wabembe. Vilikuwa vipo sana. Mwana asokonjwa abi mucho na shangazi kaja, lakini asohoto iya wabo motu icho chofunga michiko na bichumbe na engo wabo. Ndiyo. Wana baregerege na plote ya bei. Anapiga bei. Kwa hiyo ndo mahana ya movie yangu ya Ilongwe, na ndo nilishukuru walipokea vizuri mpaka pale tulipofikia mwisho, walipokea vizuri. Okay, na labda tuje kwenye partner wako ambao umempata kwa sasa. Ndiyo. Kwa muonekano umesema kwamba labda kwa baadaye watu wakija kumfahamu kidogo watamfananisha na wengine ambao tayari umesha kufanya nao kazi. Ndiyo. Je, katika namna ya kuigiza au kwa namna gani? Kwa namna ya muonekano watamfananisha na watu ambao nishagafanya nao. Okay. Lakini kwa namna ya kuigiza ana namna yake ya kipekee ambayo inamfanana yeye, pasipo na kumfananisha kwa namna ya maigizo na mtu mwingine. Mkawake labda umesema kaka unaitwa nani? Wakwetu. Wakwetu. Leo upo na Gatuso. Je, ndo mara yako ya kwanza kuanza kazi ya uigizaji au vipi? Nasoma mara ya kwanza. Ndiyo. Awali tushakufanya na yeye tena, lakini ndo kama alivyoambia ndo ananifanya niwe. Okay. Tangaza mimi kuwa ni mtu mwingine kabisa ambaye anatakiwa kuja kuwafanyizia kitu hapo mbele. Kwa hiyo ina maana kwamba mshawahi kufanya kazi before? Lakini haikuwa na muendelezo. Ukaa kidogo umepiga break. Okay. Kwa hiyo labda kwa mtazamaji ambaye labda hajawahi kukuona kwa mara nyingine au kwa mara ya kwanza, na ndio itakuwa labda mara yake ya kwanza kukuona kwa wakati huu. Je, una promise nini ukizingatia kwamba labda uko na Gatuso tayari ni mtu ambaye anafuatiliwa na mashabiki wengi? Kuna pressure ya nje ya kazi kutoka kwa mashabiki wanaompenda na wasiompenda. Wewe kama wewe unajipangaje kuhakikisha kwamba unaendana na spidi au kasi ya mtu ambaye labda umekwenda kushirikiana naye?
Yeah. Chenye ningeomba la nani jamii yangu, mimi ni kifaa kabisa kipya tena kilionolewa. Ndio. Yeah. Kwa hiyo nisubiri kabisa kwa makini, yani kwa kuanzia hapa laza ndo mwanzo, tusaidiane kupeleka huu mzigo mbele mpaka Mungu atakapotufanyizia anavyotufanyaga. Okay. Yeah. Kwa hiyo nitaomba ndugu zangu Wabembe, so Wabembe tu, kila kabila yoyote ile. Okay. Basi na imani furaha itakuwa na Barundi na bashimwa wapo. Boss. Kila kabila hiwe tayari kwa kuona kazi zetu, mimi na kaka hapa ama sisi wote kiufupi. Jambo lingine labda swali katika hilo ni kwamba Gatuso, inawezekana mkaanza vizuri. Unajua maisha haya ya upartner au ya ushirikiano, inawezekana mkaanza vizuri, lakini kuna zile pressure ambazo zinapelekea baadaye kuja na migogoro. Nafikiri watu mlianza vizuri, lakini baada ya siku mnakwenda kutengana ize kwa matusi au kwa vitu visivyokuwa vizuri. Wewe hii unajipangaje ili labda kutokufanya mashabiki kutokuwa na zile support za 100% au kuwa na imani na nyinyi? Maana mnaweza mkaanza vizuri afu mjasukuta mnaanza vibaya. Hili swala wewe kwa upande wako una promise nini kwa mashabiki? Cha kwanza nitasema hiyo ni pepo na ikemewe kwa jina la Yesu. Kwa maana sio fresh na sio vizuri mtu unapoanza na mtu kitu kizuri alafu mwisho wa siku mje mfarakane. Kwa hiyo tuseme hapo ni shetani ambayo imeingia. Okay. Kama mimi naweza nikaahidi, kwa maana mwanadamu sio mkamilifu, lakini mimi kwenye roho yangu hiyo haiwezi katokea kabisa, na hapa kabisa mbele za Mwenyezi Mungu. Okay. Yeah. Okay, labda neno la mwisho Mr. Gatuso kwa kwenda kuhitimisha. Nitake kuambia watazamaji kuwa na chombo kipya na najua tutafanya vingi hapo mbele, ila sasa hivi mimi ni moga sana. Watu wakinifuatilia mimi ni moga wa kukaribisha vyombo. Ina maana kama nimekaribisha hichi chombo, kuna 100% ambayo tumeshaoneshana wa uaminifu. Okay. Huyu bwana nitafanya naye kazi na okay, wengine watamjua kama wanavyonijua mimi. Ndio. Kwa hiyo nishukuru watazamaji, nimemleta mchekeshaji wangu mpya tena mwingine kwa jamii yetu, wampokee kama wanavyonipokea mimi, maana shughuli zetu hazitokuwa ndogo. Ndio. Belele la Kongo. Okay, Sasampa, kwa nini Sasampa? Sasampa ni mwondoko ambao unatuvunja mioyo sisi wazazi, mpaka sasa hivi tunakosa raha ndani mwetu. Pia hiyo swali ambayo umeniuliza Sasampa, na mimi nitakuja kukujibu Sasampa nini au kwa nini Sasampa, nikipewa jibu na mwanangu Sasampa ni nini. Kwa maana hiyo ni maana Sasampa ni mwanao. Wanangu ndio wanasumbua sana sasa. Ungeboa usumbua na Sasampa abatane na Uturuki yose. Kuna Sasampa, kuna Uturuki na kuna Papampa. Okay. Satu wachanganya kambi. Hizo ni nguo ambazo zinasumbua sana wanetu saikolojia yao kwa sababu ya fete ya siku moja. Okay. Lakini ni haki yao kwa kufika ile tarehe moja ya kufungua mwaka mwingine, wanastahili kupata Sasampa, na ndo hii nimewapa Sasampa. Kwa hiyo ina maana ni movie ambayo inatokana na madai au mahitaji ya watoto siku za mwaka mpya. Ndio. Okay. Asante, shukrani. Pia shukrani. Asante sana.